Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Yesu, kwa mateso, kifo na ufufuko wako, tunakuabudu na kukushukuru kwa sababu kwayo ndio tumepata ukombozi. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, karibu tuweze kuzungumza pamoja na kupata fundisho sahihi juu ya kile ambacho kinatuchanganya wengi au tunakosa uelewa hasa wa Haleluya ambayo inayoimbwa kipindi cha Pasaka. Tunajua kwamba kuna Haleluya ambayo imezoeleka kuitwa kama Haleluya kuu, lakini pia na Haleluya ambayo tunaimba siku ile kwenye mkesha wa Pasaka, ambapo shemasi au padri anaanzisha ile Haleluya, na baada ya hapo basi ndipo wengine tunaitikia mara tatu, tukiwa tunamfuata padri au shemasi namna ambavyo anavyoimba akipanda kwa sauti, hatua kwa hatua. Sasa kuna mchanganyiko au kuna mchanganyo. Ile Haleluya ambayo tunasema ni Haleluya ya George Friedrich Handel ambaye alizaliwa 1685. Huyu alitunga Haleluya ambayo hiyo Haleluya kwa kweli ilikuwa inaimbwa kwenye mihadhara. Ilikuwa ni kama sehemu ya kutumbuiza, ambayo hiyo Haleluya alitunga mwaka 1741 huyu Handel. Sasa baadaye hiyo Haleluya ilionekana kuwa na umaarufu sana, na umaarufu wake kwa kweli uliweza kusambaa karibia ulimwengu mzima, na ndio maana mpaka leo hii tunaiimba na kuifurahia. Sasa hii kwa kweli ilikuwa ni inaimbwa kwenye concert, pale watu wanakusanyika basi wanaimba. Lakini kipindi anatunga ilikuwa ni kipindi katika historia ya liturujia, ni tunasema ni liturujia ya baroko au liturujia ya uangavu, pale ambapo vitu vingi vilibadilika, hasa vikawa ni maonyesho zaidi kuliko kwenda kwenye kile kiini cha teolojia. Kumbe katika hali hiyo sasa ilipendwa, na baadaye hata kanisani ilikuwa inaimbwa, na ilipokuwa inaimbwa watu walikuwa basi wanasimama na kushangilia wakati wakiwaangalia wengine wanaimba. Sasa hii Haleluya kwa kweli haiitwi Haleluya kuu, inaitwa ni Haleluya chorus au kiitikio cha Haleluya, kwa sababu kama alivyotunga ile inayotawala pale ni yale maneno Haleluya, 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 Haleluya. Kwa hiyo kwa kweli inaitwa ni Haleluya chorus na sio Haleluya kuu. Na ya pili sasa ambayo wanakuja kuieleza ni Haleluya kuu yenyewe. Sasa Haleluya kuu ni ipi? Tukumbuke kwamba tunapoanza kipindi cha Kwaresima kuna vitu ambavyo hatuviadhimishi au hatuvishiriki na kuvitekeleza ndani ya liturujia. Kuna utukufu, alafu pia kuna shangilio, hasa yale maneno ya Haleluya hatuyataji. Hii Haleluya tunaacha kuisema au kuimba tangu Jumatano ile ya Majivu mpaka ile siku sasa ya mkesha la Pasaka, usiku itakapofunguliwa rasmi na shemasi au na padri. Hii ndio inaitwa Haleluya kuu, Great Haleluya, Haleluya Magnus, Haleluya Magnus, ambayo inaenda hivi: Haleluya. Alafu tena baadaye anapanda sauti ya pili, anaongeza nusu toni, anaongeza nusu toni mpaka mara tatu.
Na hiyo wakati huo tunapoimba, anapotuongoza shemasi au padri, maana yake tunaimba tukiwa tumefanyaje? Tumesimama. Hiyo ndio haleluya kuu. Kwa nini inaitwa haleluya kuu? Kwa sababu wakati wote huo tulikuwa kimya. Wakati wa adhimisho la misa tulikuwa hatuimbi kipindi cha Kwaresima. Sasa tunakuja kuanza kuimba kwa mara ya kwanza katika tukio kubwa kabisa la nini? La ufufuko. Na ndio maana sasa inaimbwa kwa namna ambayo ni ya kuonyesha ule ukuu. Padri anayeifungua ni shemasi au ni padri, ambaye huyu kwa namna ya pekee anamwakilisha huyu Kristo kwa namna ya pekee. Kwa hiyo anaonyesha ile kushangilia na kufurahi. Kwa hiyo haleluya kuu ndio hii ambayo padri anaifungua ndani ya adhimisho la kesha la Pasaka. Hii nyingine ni haleluya chorus, na inaitwa haleluya kuu kwa sababu ndiyo sasa inayotuingiza katika kwa namna ya pekee hiyo furaha ya nini? Furaha ya Kipasaka, baada ya kuwa tumeshaimba sasa utukufu. Kwa hiyo kumbe, baada ya kusema hayo, tumependa kweli tuweke kwa ufupi uwazi huo, ili basi tunapoimba tujue kabisa kwamba hii haleluya kuu ni ile inayoongozwa na padri au na shemasi katika kesha la Pasaka, na hii nyingine sio haleluya kuu, ni haleluya chorus au kitikio cha haleluya. Ni vizuri basi tukaijifunza vizuri na watu wakashirikishwa, ili siku hiyo watu wote waweze kuimba vizuri na kufuatilia vizuri, kwa sababu kumekuwa kuna changamoto, utakuta hii haifundishwi vizuri, hii huku ndio inafundishwa vizuri, ambayo imekuwa kama sehemu ya matamasha, sehemu ya kwenye concert, ambayo ndio itaimbwa na watu wakimaliza basi watapigiwa na makofi. Kumbe iliyotakiwa kuimbwa vizuri zaidi ni hii haleluya kuu inaongozwa na shemasi au padri, na kuliko hii hapa. Ni vizuri tukajua kwamba haleluya kuu kama nilivyosema inaimbwa tu katika kesha la Pasaka, ambao ndio inatufungulia sasa, na ndio maana baada ya hapo tutaendelea na haleluya wakati wote mpaka tena tutakapokuja kuanza nini? Tutakapokuja kuanza kipindi cha Kwaresima, ndipo tutakoma. Kwa hiyo lakini hii inayofungua ndio haleluya kuu. Baada ya hapo tutaendelea kuimba kama kawaida tunavyoimba haleluya. Haleluya chorus yenyewe ambayo basi imeshazoeleka, hii inaweza ikaimbwa labda mwishoni mwa adhimisho, ingawa tumezoea kuimba wakati ule wa baada ya komunyo, unachukuliwa kama wimbo wa nini? Wa shukurani, ambao basi kwa kweli imeshazoeleka na imepokeleka, sio kitu kibaya. Lakini sasa shida ni kwamba inapoimbwa wakati ule inatufanya sasa tusimame, unaona, na watu washangilie kama vile wapo kwenye concert, na ndio maana tunashauri kwamba ingeimbwa mwishoni, baada ya kuwa tumemaliza sasa adhimisho la misa, tumeagwa nendeni na amani, basi ndio ikaimbwa watu wote tukiwa tumesimama, na padri kama ataendelea kuwa mvumilivu, basi inamalizika, ndio tunafanya maandamano ya kutoka. Hii ingependeza sana, lakini kuimba wakati ule wa baada ya komunyo, yani ni kama hii haleluya ndio inapewa umuhimu zaidi kuliko kile ambacho tumekipokea. Kwa hiyo kumbe nimependa pia kuweka hiyo vizuri, ili basi tuweze kuona. Lakini kwa sababu imeshazoeleka hivyo, na kama mahali fulani basi wamesema bana iimbe wakati huo, basi tuimbe bila shida yoyote, kwa sababu sasa tunafuata kile ambacho kimezoeleka na kupokeleka, lakini tujue uhalisia na umaana wa kwamba kipi ambacho kwa kweli au ni mahali gani ambapo inatakiwa iimbwe. Asanteni, Mungu awabariki. Tuwatakie hizi siku tatu kuu za Pasaka. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na Mwenyezi Mungu awabariki.